Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji kipindi chetu. Tuko somo la 11. Ya 11. Jumatatu. Challenge. Jumatatu leo. Yep. Tunakwenda lawama. Amen. Yanaangalia kujitoa. Yep. Basi nikaribisha ndugu mtazamaji tuweze kupata utakuja somo la leo. Amen. Mungu wa mbinguni tunakushukuru sana kwa imani. Tunakushukuru sana kwa baraka za Mungu. Asante kwa namna gani ambavyo unazidi kutuambia hata katika maneno yako kitabu cha Mathayo kwamba thawabu yetu wewe unaweza kutupatia. Tusifanye kwa ajili ya macho ya watu. Tupatie ari na nguvu ya kufanya huduma hii uliyotupatia. Tukijua kwamba thawabu yetu inatoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo tunakuamini. Amen. Umesema hukumu. So unasema lawama. Lawama. Umekulaumiwa Sana. Unajisikia vibaya, inaumiza. Tena kama vile ulijitoa alafu watu hawakuona ile kazi yako. Na mimi huwa inaniuma zaidi ni pale ambapo unacholaumiwa ni cha uongo. Yaani ukupewa muda wa kusikilizwa. Yaani mtu alijazia kwenye mapengo. Yaani ana taarifa ndogo alafu akajazia kwa maneno yake. Mawazo yake sasa. Alafu akatoa maneno conclusion. Sasa tutazungumzia habari ya hii mambo ya kukimbilia kutoa hukumu bila kusikiliza, bila mazungumzo ya moja kwa moja ambayo yanaweza kuharibu umoja. Unajua somo letu tunaenda kuzungumzia habari ya umoja katika nchi ile, kuishi katika umoja katika nchi hii na changamoto zake. Lawama ni moja kati ya changamoto. Sasa tutaenda na Yoshua sura 22 mstari wa 9 mpaka 20, lakini pia Yohana 7 mstari wa 24. Tunaweza tusome yote lakini wacha tuanze na Yoshua sura 22 mstari wa 10 mpaka 12. Nao walipofika pande za Yordani zilizo katika nchi ya Kanaani, hao wana wa Reuben na wana wa Gadi na nusu kabila Manase wakajenga madhabahu huko karibu na Yordani, ilionekana kuwa ni madhabahu kubwa. Wana wa Israeli walisikia kineno, tazama wana wa Reuben na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wamejenga madhabahu huko upande wa mbele wa nchi ya Kanaani, katika nchi iliyo karibu na Yordani, kwa upande huo ulio milki ya wana wa Israeli. Basi wana wa Israeli waliposikia habari hiyo, mkutano wote wa wana wa Israeli wakakutanika pamoja huko Shilo ili waende kupigana nao. Hao walishalaumu anasema wao wapigwe. Sasa umeiona kisa na mkasa. Yale makabila matatu ya upande wa mashariki ya Jordan walioanza kumilikishwa ardhi na Yoshua. Gadi, nusu Manase, Reuben wameagana vizuri, wameshafanya kazi yao vizuri kama jana tulivyojifunza. Sasa wanarudi makwao. Wamewasaidia ndugu zao nao wamepata urithi. Sasa wanarudi kwao. Wamefika pale Yordani. Wakasema ngoja tutengeneze madhabahu. Hawa wa upande wa magharibi hawa makabila mengine wanasikia wametengeneza madhabahu, na kulingana na taratibu Mungu alivyosema watu wote madhabahu ni hiyo moja. Iko wapi? Shilo, kuliko na sanduku la agano. Wakasema hawa wameamua kuasi basi. Madhabahu mengine waliposikia hivyo wakasema zipigwe. Tukuondoe uovu. Yaani kujikuta mtu anayekulaumu anakuja na hukumu tayari. Hajakupata nafasi ya kujitetea. Sasa ni wana wa Israeli makabila haya magharibi wanasikia tu kwamba wenzao wa mashariki wamejenga hivyo, tayari tukapigana. Hebu soma fungu la 11. Wana wa Israeli walisikia ikineno, tazama wana wa Reuben na wana wa Gadi na hiyo nusu kabila Manase wamejenga madhabahu huko upande wa mbele ya nchi ya Kanaani, katika nchi ile karibu na Jordan, kwa upande huo ulio milki ya wana wa Israeli. Sasa umeona nani jinsi vita hii inavyochorwa. Ni sisi dhidi ya wao. Yaani humuoni kama mwenzako tena. Wewe unajiweka kwenye kiti cha hukumu na yeye unamweka kizimbani. Wewe umeshaona hizi lugha wanavyoweza kusema vijana wa siku hizi hawana adabu. Sizungumzia habari ya Gen Z. Nazungumzia tu habari ya haleluya. Okay. Au wazee wa siku hizi wamepitwa na wakati.
Kwa hiyo hizi blanket statements au hizi sentensi za jumla hizi ni hatarishi, na mara nyingi zinatoka katika kinywa cha walalamikaji, watu wa kulaumu, wa kuhukumu. Sasa 17 na 18 anasema 22 hiyo 17 na 18 anasema, je, ule uovu wa Peori hautoshi ambao hamjajitakasa nafsi zenu katika huo hata hivi leo? Ndio wanawalaumu sasa. Wamekutana nao, wamefika kule, wanasema tena tukapigana nao, wanaanza kuwashutumu. Ijapokuwa ilikuja tauni juu ya mkutano wa Bwana, hata ikawa hamna budi hivi leo kugeuka na kuacha kumwandama Bwana. Hiyo habari ya uovu wa Peori ni 7:25. Unajua wana wa Israeli walikufa sana pale. Wakaujua kama kumbe Mungu ni mtakatifu na hapendi mchezo. Kwa sababu walizungukia madhabahu za Moabu kule, wakacheza, wakala, wakanywa, lakini wengi walikufa. Nakumbuka mambo ya Finehas. Hesabu 25. Sasa wamekuja, angalia jinsi wanavyolaumu sasa. Wanasema wana historia hiyo ya maumivu na machungu sasa walionayo. Wanasema nini, hamkumbuki tulivyopata shida? Mimi nimeshawahi kuziona sentensi za namna hii. Mzazi anamwambia mtoto wake, akisema, wewe unacheza na shule, wewe uone jinsi ninavyopata shida kupata hela. Kwa hiyo kuna historia ya uchungu huwa mara nyingi ndio inasababisha uwe mwepesi kulaumu. Usipopona kwanza hivyo vidonda vyako, kulaumu hutaacha. Ushaona walalamikaji wagonjwa? Yohana 7:24. Kwani tunakatazwa tusihukumu kabisa? 7:24. Basi msihukumu hukumu ya macho tu, bali ifanyeni hukumu iliyo haki. Kwa hiyo hatujakatazwa tusitoe hukumu. Pona kwanza vidonda vyako. Hiyo Mathayo sura ya 10 ya ngapi ile? 7 anasema sihukumu sio kwa hukumiwa. Lakini hajakataza. Anasema anza kwanza ndipo uweze kuhukumu. Sawa. Anza na vidonda vyako. Pona ndio unaweza kuwa na nafasi ya kuweza kutoa hukumu ya haki. Kumbe mwanadamu naye anaweza kutoa hukumu ya haki. Kumbe mimi naweza nikahukumu watoto wangu. Naweza nikamhukumu mke wangu. Lakini sio kwa sura ya nje tu. Hujamsikiliza mtu. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba tunaruhusiwa kunyoosha maelezo? Kunyoosha maana umekosea. Tunaruhusiwa. Lakini kutoka kwa moyo wa upole. Sawa. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5. Anasema, basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake. Hata ajapo Bwana ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Sasa kuna mambo mengine hata kama unasema unajua. Mambo mengine yana mapengo. Unajua kuna issue zingine sio black and white, ya clear kabisa. Yaani una taarifa dogo chache. Sasa zile ambazo ni chache, ambazo zinakunyima kutoa hukumu ya haki ya kweli, anasema wewe msubiri mhukumu wa haki ambaye anaweza kujua makusudi ya moyo, anaweza kujua ya sirini, ya gizani, yawe mema au mabaya. Sasa kwenye kusubiri ndio issue. Wewe unaweza kusubiri mpaka siku ya hukumu, unasema huyo tunajua ni mpumbavu. Sasa umeenda ukafika umeajua yote? Hapana, hujajua yote. Kuna pause. Hapo unawachia Rashid Jaji anakuja na mali anakuja kujaji. Mungu ni haki. Nafikiri leo kama kabla hujaandika ujumbe wote wa hasira pale kwenye mtandao, kwenye WhatsApp sijui nini, kabla hujatoa nani hukumu yoyote, kabla hujamsema ndugu yako nyuma ya pazia, kabla au hujafanya yote haya, laumu, simama. Pause. Omba. Tafuta mazungumzo ya moja kwa moja. Kamuulize, tafuta kwaje?
lakini unafanya katika mazungumzo ya katika maneno yaliyojaa neema na kweli na upole, na yale ambayo hayawezi kuzungumzika, kwa nini mwachie? Basi mwachie yeye au kumwe kwa haki ambaye anajua yote. Hiyo itakupa amani sana. Lakini omba pia upone vidonda vyako, maana kama hujapona utashindwa, utasikia nafuu kulaumu, unadhani unapona. Mungu atubariki sana. Baba yetu amina. Kuna mtu hapa anatamani kuacha kulaumu. Maana kila mtu analaumu kila mtu, analaumu watoto, analaumu mchungaji, analaumu viongozi, analaumu kila. Hata yeye mwenyewe anajilaumu. Labda ni historia ya machungu aliyoyapitia. Baba, ukamponye kwa jina la Yesu. Lakini Baba, na wengine ambao kwa namna fulani hawana subira, anakihelele, anatamani kuhukumu, asaishe mambo haraka kwa namna fulani. Baba, tunaomba neema yako ikaingilie kati. Tunachokuomba wewe, mwamuzi wa haki, tumia mabaraza, tumia midomo yetu kutimiza, kutoa hukumu ya haki mpaka siku ile utakaposawazisha yote katika siku ya hukumu. Mpaka siku ya kesho tutakaporudi kwenye masomo haya, ndivyo tunavyoomba kwa jina lako Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu msikilizaji. Leo tulikuwa somo la Jumatatu. Kesho Jumanne tunasoma kusumbuliwa na mambo yaliyopita. Mimi ni Aaron Binza. Na mimi ni Enos Makalindile. Karibu sana siku ya kesho. Amen.